Ujumbe unasema uwe shujaa. Sijui ujumbe gani huu. Nimehoji ujumbe wenyewe. Wewe ujumbe unataka nikuzungumze una maana gani? Uwe shujaa. Uwe shujaa. Si kwamba udhaifu, hata si kwamba mnyonge, hapana. Ujumbe wenyewe umenisumbua hapo, nasema uwe shujaa. Tuusome basi huo ujumbe kwa kitabu kinaitwa Yoshua sura ya kwanza. Yoshua sura ya kwanza. Kama sikukosea tutapata ujumbe huo pale. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5 hadi 7. Joshua sura ya 5 sura ya kwanza Joshua mstari wa 5 hadi 7. Tunaweza kusoma hayo maandiko ili ujisomee mwenyewe, alafu tuendelee. Tutamaliza haya maneno si muda mrefu. Joshua sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 7. Ubao wetu unaweza kukusaidia kama umesahau Biblia nyumbani. Imeandikwa hivi: hapata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Haya ni maneno ya Mungu, anawaambia mtu haya maneno. Mimi naona niyarudie. Nilikuwa nakungojea nisikilizie vizuri kwenye roho. Mstari wa 5. Hapata kuwa, Mungu anamwambia binadamu, hapata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Maneno magumu makubwa hayo. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, kaweka mfano hapo, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Mstari wa 6 ndio ujumbe wangu na nikazia hapo. Uwe hodari. Hili neno hodari sikulivuta sana, lakini nimeongeza mbele, amelisema vizuri. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ushujaa ndio nataka nizungumzie kidogo. Maana ni wewe utakavyo waridhisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Tumalizie wa 7. Uwe hodari. Anarudia mara mbili bwana. Kuna nini hapo? Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Waangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Tushe hapo. Haya ni maneno mazuri. Nataka roho yako iyabebe leo. Hapa tunapokuwa tukitembea duniani, Mungu anatuhusia haya maneno kwa nguvu kubwa sana. Hapa anamuhusia Yoshua. Yoshua alikabidhiwa kazi na Musa. Sasa ndio anamtolea mfano kama nilivyosimama na Musa kwa mambo ya ajabu. Toka Misri watu wakatoka kwa njia ya ajabu, tukasafiri nao. Ndivyo nitakavyosimama na wewe Joshua. Wewe tu usimame, uwe hodari na ushujaa. Sitakuacha mimi kama ni Mungu. Na mimi sitakupungukia. Eti umepungukiwa sasa unaukiwa unalia. Sitakuacha, nitakuwa pamoja na wewe. Wewe uwe shujaa na uwe hodari. Yesu asifiwe sana.
Ni maneno mazuri sana kwa Mkristo wa dunia ya leo, kwa sababu hali ya ulimwengu inavyovuruga inahitaji watu wa Mungu wavae ushauri huu wa Mungu na maadili haya ya Mungu, kwamba uwe shujaa na uwe hodari na usogope, usonge mbele katika mambo ambayo mimi nakupatia. Katika Biblia nilitaka nitumie mfano katika haya maneno ya kwangu kwa mtu mmoja anaitwa Samsoni. Mstari wangu wa mwisho huu sitakutosha. Waamuzi 16. Tupitie hapo. Waamuzi 16. Tuchukulie huo mfano. Yoshua amepewa mfano wa Musa, lakini sisi nataka tuchukue dogo mfano wa Samsoni. Shujaa, mhodari, mpiganaji, mpitaji, mshindi. Fungua Joshua 16. Shindi. Mimi napenda washindi kila siku maisha yangu. Na hiyo duniani hapa na wapenda mno washindi. Namtafuta ndugu yangu mmoja, ni Mnyaturu wa Singida. Hapa Liwa, Mungama Kiungu mbele kwao. Anaitwa Simbu. Umepata habari zake? Wenye masimu ndio wamepata. Simbu ni Mnyaturu hapa Makiungu mbele hapa. Wakaenda kwenye mbio. Za kufanyaje? Kukimbia duniani. Sio wilaya ya Singida, wilaya ya Ikungi. Duniani mbali. Sio Dar es Salaam, sio Arusha. Duniani mbali, Tokyo, Japan. Bali anashindana na mataifa. Anashindana na Amerika, na Wajerumani, na Waingereza, na makabila yote mbalimbali duniani. Simbu namtafuta mpaka aje hapa atuambie. Maana maandiko yanasema nimepiga mbio. Paulo anajua mambo ya mbio. Nitamwambia mtu tuambie habari ya mbio. Wewe umefanyaje? Simbu akakamata akasema, filimbi sijui nini inalia. Mbio zikatimka. Na kilomita 40, sio kama hapa na Kibaoni. Unahema hapa njiani hapa. Karibu Ikungi kule. Kilomita 40. Simbu akakaza nati. Na mataifa, sio na wilaya, sio na mkoa, na mataifa yote duniani. Na dunia yote macho ni hapo. Wakubwa gani macho ni hapo. Maraisi wa nchi hizo ambao watu wao wanakimbilia, macho ni hapo. Lakini mshindi, napenda washindi rafiki zangu. Simbu kakaza goti. Sijajua anasema anyu njale ya sijui, hiyo njale ya sijui. Sijui. Unajua kibanana na mambo magumu, unatumia lugha ya nyumbani kwenu, maneno ya Kinyaturu. Maneno ya Kinyaturu au ya kikabila yako utayasema, maana unapambana na jambo zito. Simbu akapiga uzi. Mwisho kabisa wako na Mjerumani. Na Mjerumani hapa na hapa. Nadhani Simbu atakuja hapa atuambie hapo ile pointi ya mwisho alitaja maneno gani kwenye moyo wake, alisema nini. Lakini Simbu akakaza uzi goti. Mnyaturu wa Mungaba, Mjerumani hapa. Simbu akashinda wakao wa kwanza dunia yote. Mshindi. Nimefurahia. Mimi nikienda mbinguni naambia Mungu, eneo la washindi liko wapi? Ingala mbinguni wote tu ni washindi. Napenda washindi. Rafiki yangu Mayele juzi pia amefanya vituko kule Misri. Mshindi. Piga magoli wa ulimwengu wanasambaa. Shindi. Kushindwa hamna.
ashindaye. Ninapenda Mkristo awe hivyo, mshindi. Kwa nini ushindwe? Ushindwe na lipi? Lipi limekuwa kubwa sana mpaka wewe ushindwe? Ni lipi limeotea duniani mpaka wewe ushindwe? Nyumba ya ghorofa? Gari la thamani? Sijui elimu ya juu? Sijui ni kitu gani kitakuvurugia wewe mpango wa Mungu kuitwa wewe ni mshindi? Ni kipi? Shujaa wewe aliokoka na kubatizwa akajaa Roho Mtakatifu, amepigwa muhuri, mshindi. Mwanzo mwisho mshindi. Hakuna njiani kupigwa ngwala, hakuna ngwala. Ukibisha muulize Simbu, atakuja hapa. Aliwapitaje Wajerumani, Waingereza, wa Amerika, wa Afrika mbalimbali, anapekua. Na alichopewa, unajua pale hakuwa akitumia lugha anaongea Kiingereza au nini. Hakuwa akitumia degree aliyosoma. Anatumia vipawa vya kiasili Mungu ampatia kwenye viungo vya mwili wake. Akaipenda dunia. Na leo mshindi. Sasa napenda washindi. Hatutaki hiyo kitu kinaitwa kushindwa. Hatutaki. Kushindwa ni mbegu nyingine, haipo kwenye ufalme wa Mungu. Kushindwa haipo. Wewe umeshindiwa wapi? Watu napeta kwenye Ukristo wanashinda mambo, wanafanya vitu vizuri. Wewe umekaa wapi? Tunapenda na wewe upigwe chapa ya ushindi. Simbu hata wampende wasimpende, chap, shindi. Ameshinda, dunia yote inaona. Makamera makubwa duniani yote, vyombo vyote vimeona. Mshindi pi! Ndio wewe. Mshindi katika Yesu. Umeokoka, umeacha ujinga wa dhambi, umebatizwa, umesimama kanisani. Wewe ni mshindi. Acha mitakataka ya kukubabaisha. Sijui nini, mara dharau umeikaka kishoto kulia. Acha hiyo na kusumbua bure. Wewe simamia mshindi moja kwa moja. Na mkuu wa majeshi wa nchi yetu, Simbu alipoingia alifurahi, akampandisha cheo. Ndio. Unaposhinda mambo ya Mungu kanisani, mambo ya Mungu ya kiroho, usifikiri tu kwa hewani hivi. Hakuna. Mungu anakupandisha, anakupigia hatua, anakusaidia, anakuongezea na mengine. Hutabaki hivyo. Nakusaidia. Mungu anataka washindi. Unaposhinda sema ndio. Unaposhinda sema ndio. Tunapoenda kutiki wenye kupiga kura, Mungu anatiki ushindi wetu. Tukishinda anapiga tiki. Ukishinda hapa anapiga tiki. Shindi. Shujaa. Mkristo ni shujaa. Shujaa. Ameshinda. Niambie basi kuna nini mshinda Mkristo? Niambie. Paulo akajaribu kulisti mambo yenye kumshinda Mkristo. Akasema labda ni nini? Magonjwa, njaa, nini? Akalisti kubwa tu. Nini inaweza? Akasema hakuna. Tumehakikisha katika haya yote tumeshinda. Yameshindwa tu washindi. Sasa wote niambie wewe legu ya nini? Hakuna. Wewe ni mshindi. Samsoni yuko wenye ushindi. Nifunge mstari huo 16 Waamuzi. Niandikie tena tusome tumalize hapo. Mshindi. Mimi napiga kengele dunia nzima ya ushindi. Mshindi tu. Kabisa mshindi. Tuna cha kushindwa. Tashindwa vipi? Msaada upo wakati wote. Inua macho juu, msaada upo. Waamuzi 16 kama inapatikana. Niandikie mstari wa 28 tufupishe. Mshindi. Uwe mama mshindi, shujaa. Uwe kijana ndio kabisa mshindi.
mshindi, shujaa, hasa kwenye ufalme huu wa Mungu ambao tunashughulika nao. Hatupendi kuyacha mambo ya ufalme wa Mungu yaanguke, hapana, tunataka yasonge mbele. Waamuzi huyo anasemaje? Anasema hivi, ni msome Samsoni. Samsoni akamuita Bwana. Unaona washindi wanavyoenda, hawendi kichwa, wanamuita Bwana, wana ushirikiano na Bwana, wanaelewana, wanamjua Bwana, wanajuana. 28 mstari unasemaje? Samsoni akamuita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba, ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Niache hapo. Samsoni akaomba Mungu, akamwambia nisaidie. Wakati yuko salama alipiga vita wa adui wa Filisti. Sisi tupigani vita ya mwili, nyama na mwili, hatuna vita kama hizo. Tuna vita zingine ambazo tunahitaji kuzipiga zishindwe kabisa. Samsoni wa Filisti wamemshika, wamemleta kwenye nyumba likubwa la nchi nzima. Wafalme, mawaziri, wanani wako hapo. Na wanasema aje hapa Samsoni, aje tucheze hapa, tuone michezo anayoicheza. Kumbe Samsoni akaomba Mungu, akamwambia Mungu, nisaidie hapa. Mara ya mwisho amendima hapa. Kwa mara hii tu, nyingine achana nayo. Hii tu. Unajua unapopambana na mambo yasiyojua, mwambie Bwana. Omba Mungu, Mungu, kwenye hili naomba unisaidie, unitie nguvu mara nyingine tena. Samsoni akawekwa katikati ya hiyo ili nyumba likubwa limebeba dunia yote. Samsoni alikuwa mshindi kwa sababu hilo nyumba lilipoanguka, ghorofa zikaporomoka, wakubwa wote. Yani aliitia nchi hasara, hamna kiongozi tena, hakuna nini, masikari walikuwa mule, wote wakamalizwa. Nchi kawa, yani alipiga nchi nzima kwa pigo moja la siku moja. Akamuuliza yule aliyemuongoza, naomba unionyeshe nguzo za hapa, ziko wapi kama za kwetu hizi? Hapa, nyingine sijui kwa hapa. Hizi mbili. Akaenda kwenye nguzo bwana. Amemwambia Bwana, nipe nguvu, nimalize kwa mara ya mwisho hii, nisaidie. Na amejua taifa la maadui wamekusanywa wote gorofani, kila mahali wamejaa walevi wakubwa, wenye magharamu, wenye mahela, wenye kila kitu. Nchi ilikuwa pale, sikukuu kubwa. Na Samson anasema hapa ndio nitapiga, nisipige wauza nyanya kule, nipige hawa wenyewe. Akashika nguzo, wakamtazama, anafanya nini huyu? Anasema msiogope, nataka kucheza mchezo wa Kiyahudi hapa, mchezo wa Kiyahudi. Biblia inasema akaisogeza nguzo, akaisukuma nguzo kwa nguvu aliyoziomba, na Mungu amekubali maombi yake. Mungu apigwa aina nyingine. Nguzo ikisukumwa, wakaona nguzo inatoka, udongo inakatika, wakaanza kusema ikavoromoka. Nyumba tunasoma hapo, kisoma chini utapata habari. Jengo lote nchi nzima ikafilisika, hakuna kiongozi, hakuna nini, kwisha. Na yeye mwenyewe anasema inatosha, kazi imemaliza na mimi sasa. Maana imemaliza nchi nzima. Paka waje wakusanye baadaye miaka mingine kujiwekea uongozi, kujiwekea wafalme. Sio leo watu wangu nao watakuwa wamejizatiti kwa aina yao. Akalala pamoja na mamia ya watu, shujaa. Huyo tunawaita wale watu mashujaa. Yesu asifiwe sana. Mashujaa.
Suku bangaiza imani hapa unauza dagaa na shida kusema Yesu ni nani. Hiyo ni udhaifu wako. Mashujaa. Kabla sijamaliza nikumbushe yaliyotokea wiki iliyopita hata sasa kule USA. Nimesema Jumapili Amerika. Kijana mashuhuri, shujaa, aliyefanya kazi USA nzima, wanamfahamu, wanamjua, ametetea habari za Yesu kwa hali ya juu, kwa hali ya juu mno. Kwenye mavyuo vikuu amefika kuhojiana na wale wanaopinga. Ndio kuna watu wa giza kubwa, usifikiri wazungu ndio wamejua yote, ni giza. Niliwahi kufundisha chuo fulani Ulaya, kikubwa, chuo kikubwa. Naamini wanajua eti sisi wanadamu hatujaumbwa. Tulikuwa nyani. Maneno ya ajabu sana. Tulikuwa nyani na mikia mirefu. Kadiri tunavyoishi, mikia ile ilikuwa inakatika baadaye anakuwa binadamu. Sasa nikaona hawa niwaambie leo. Nikamwambia mimi natoka Tanzania. Mje kutalii, lazima nipige debe la utalii. Mje kutalii kule kwetu, kuna wanyama wengi. Milima miruri. Milima mzuri inaitwa Kilimanjaro. Mje mtalii, wasomi wananiangalia. Hawanijui natoka wapi. Kama kichwa changu kina elimu gani hawajui. Nikamwambia nakaa na mlima fulani kuna nyani. Wale nyani wako pale, wamezaliwa, wanakuwa, wanazeeka, wanakufa. Hajawahi kutokea nyani mmoja amefaulu kukatakata mkia wake akawa binadamu akatugongea kijijini. Wandugu, na mimi nimekuwa binadamu, nilikuwa nyani zamani. Wanakufa. Hakuna nyani hata moja kageuka kuwa binadamu. Hii ni elimu yetu ya kizamani ambayo inatakiwa wasomi wabadilishe hiyo usemi. Nitaka niwabadilishie usemi huko Ulaya. Wao ndio hiyo point ya kusema tulikuwa nyani. Si hatukuwa nyani, tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Hajawa nyani hata moja atokee. Kana wazungu wametoa macho, wanakufa wenyewe tu na uzee. Hajawahi kugonga mjini asema nimekuwa nyani miaka kadhaa, sasa mkio umeisha, sasa nimekuwa binadamu. Hakuna hiyo lugha. Joni Tanzania mtalii, muone Kilimanjaro, muone wanyama, lakini msisahau kumuona nyani bado hajawa binadamu mpaka leo. Hiyo walichukua, walipiga kelele nyingi pale kwenye ukumbi. Samson kamaliza kazi. Shujaa. Huyu kijana wa Amerika ndio nilifika hapo. Amekuwa shujaa. Amefundisha mashule, vijana kwenye midahalo mizito. Yeye alikuwa na majibu ya ajabu. Hata angeulizwa swali gani anajibu papo hapo vizuri. Alijulikana nchi nzima. Rais wao Trump amelia machozi. Watu wamejikusanya uwanja maalum, uwanja mashuhuri wa Amerika kwa ajili ya kifo cha kijana anaitwa Charlie. Huyu wakati wa ujana wake na kuzunguka kwenye sekondari na machuo na kila mahali, hajawahi kukusanya watu kama hao. Mamilioni na mamilioni ya watu wamejaa uwanja wote. Wanalalamika, wadugu wengi wanasema Charlie amekufa, lakini tazama sisi sote tumekuwa machale matupu. Wanainua mikono hivi kutetea kile kilichopinga kwamba hakijafaulu chochote. Na Yesu amehubiriwa, sijawahi kuona kwenye hiyo mikutano ya mazishi ya huyu mtu. Sio mazishi kama sisi watu 500 hapa. Uwanja umejaa mamia ya watu wote. Na Yesu anazungumza na wanenaji kwa nguvu kubwa. Nikafurahi, nikasema huyu ni shujaa. Ameenda, lakini Amerika yote inahubiriwa habari njema za Yesu. Biblia imesemaje? Habari njema zitahubiriwa ulimwenguni kote. Na mimi nimeanza kuona hiyo ni dalili ya kweli. Kila mahali. Trump mwenyewe analia, anasema kijana huyu nchi nzima. Nimeona Yesu karibu atarudi. Ishara
nyingi zimetimia. Injili imefika kila mahali, hata ndani wapi imefika, haizuiliki. Yesu karibu atatokea. Nachotaka nikuambie mpendo wangu, uko shujaa. Uwe mtu wa imani wa shujaa. Usibaki pole pole unakongoroka, hapana. Uwe shujaa. Simama kidete. Samsoni alisimama shujaa, akamaliza ufalme wa nchi ya watu. Waje kujiweka uongozi tena, baadaye nchi imefilisika. Shujaa. Unapoimba Yesu hapa, shujaa. Sio unafikiri unaimba nyimbo tu zinaisha hapo kwenye sayo. Hapana, wewe ni shujaa, unaimba mambo yanaenda. Unapofanya nini kwa Mungu, yanaenda. Acha kamwe kufanya mambo ya Mungu lege lege. Biblia yangu inaniambia ole wake mtu yule afanyaye mambo ya Mungu lege lege, analaaniwa mtu huyo. Ukiwa unafanya mambo ya Mungu, yafanye kikamilifu. Usije ukafikiri unawafanyia watu. Hapana, unafanya ya Mungu, ushujaa wa Mungu, usimame. Na tukisimama imara, Yesu ataendelea kushinda. Yesu anaendelea kusimama imara katika maisha ya watu, na watu wetu wengine wote watajua kwamba Yesu Kristo ni nani katika maisha yao. Amina. Uwe shujaa. Acha kulialia. Uwe shujaa. Acha kulialia. Uwe shujaa. Uwe shujaa. Usimame imara, uwe shujaa. Bwana anataka uwe shujaa. Mimi nimezeeka, asante sana Yesu kunifanya nizeeke. Lakini sikukubali unyonge hata kidogo. Hata kidogo. Tangu jana nilimsikia mtume Paulo akisema, "Hey Timotheo, mtu asikudharau." Ambia sawa. Unadharau Ukristo wangu? Unadharau imani yangu? Unadharau maisha yangu? Unadharau ninavyoamini? Unadharau utakatifu wa Mungu? Wewe sikumwachia mtu anayejaribu kudharau. Atoke juu atoke chini. Sikumwachia mtu nafasi ya dharau, kwa sababu najua hii ndio ufalme wa Mungu mwenyewe. Tutaisimamia imani yetu, tutaisimamia Ukristo wetu, tutasimamia ukweli wa Yesu. Ukweli wa Yesu. Ukweli wa Yesu hautavurugwa na udhaifu wa dunia. Kwamba sijala nyama jana basi mimi Ukristo sio kula nyama jana. Ukristo ni kweli ya Yesu. Isimame ndani yetu. Nyumbani kwako furukuta, Kristo Yesu atawalie pale. Kila mtaa, kila mahali, simamia Yesu atawale. Nuru. Hawa watu wa Dar es Salaam wanatuletea nuru barabarani, kupinga giza. Nuru barabarani. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Haiti uwe mchungaji wa siku. Wewe uliyebatizwa kaamini Yesu, umeshakuwa nuru ya ulimwengu. Mulika. Angaza. Tusaidiane kusukuma jahazi hili. Usiwe miongoni mwa wale wanavuta nyuma. Usijaribu kuvuta nyuma. Tunasonga mbele. Uwe shujaa na moyo wa uhodari. Tumtumikie Mungu kwa pamoja. Tuende kwa pamoja. Tuishi kwa pamoja katika imani tulionayo. Ndio nimemaliza hivyo. Uwe shujaa. Uwe shujaa. Shujaa wa imani. Na zana ya kukufanya uwe kuwa shujaa zipo. Shujaa kabisa, utachekwa na ulimwengu. Utapasua, utafika mahali. Wakati huu tumaliza maneno haya, tumshukuru Mungu, tumege mkate, twende mzetu manyumbani.